Sio kila binadamu anazaliwa akiwa na ndoto, lakini wakati mwingine mazingira tunayoishi yanazika ndoto hizo mapema sana. Hilo linawafanya vijana wengi kuamini kwamba ili ufanikiwe lazima ukimbilie mbali na nyumbani. Karibu sana kwenye simulizi yetu ya leo, ambapo tunaenda kuona filamu fupi ya kusisimua na kusikitisha pia. Hii inaitwa The Lucky One. Karibu sana kwenye Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, Mnyama OG. Hii si filamu tu ya burudani, ni kioo kinachoonesha maisha halisi ya mamia ya vijana wanaofanya uamuzi mgumu wa kuzamia Afrika Kusini. Filamu hii inatufundisha kuwa kwenye safari hizi haramu za mipakani, neno bahati lina maana mbili: ama ufikie nchi ya miadi ukiwa hai, au ubaki salama mahali ulipo. Twende sawa tangu mwanzo hadi mwisho kuona nini kiliotokea wahusika wetu. Bwana, sasa story inaanza kwa kukutana na kijana mmoja mnyonge lakini mwenye msimamo, anaitwa Tinashe. Tinashe anaishi kwenye kijiji kimoja masikini sana, na akishuhudia familia yake ikiteseka kwa njaa na ukosefu wa fursa. Na kila siku anasikia hadithi za vijana wanaoenda Goli, yani Johannesburg, na jinsi wanavyofanikiwa kurudi na magari na kujenga nyumba za kifahari. Sasa Tinashe anaamua kufanya maamuzi ya hatari. Anauza mifugo ya mwisho ya familia yake na kukusanya akiba yake yote ya siri. Bwana, sasa hapa Tinashe anakutana na wakala mmoja katili na mjanja, anajulikana kama The Border King, yani mfalme wa mpaka. Wakala huyu anampa ahadi za uongo. Anasema, ukinipa pesa hii nitakuvusha salama kabisa kwa gari na utafika Johannesburg ndani ya siku 3 na utapata kazi nzuri na mshahara mkubwa. Lakini Tinashe akiongozwa na tamaa na uhitaji, anampa pesa zote bila kujua kuwa amesaini mkataba wa kuingia kwenye tanuri la moto. Bwana, sasa siku ya safari inapofika, Tinashe anafika eneo la siri usiku wa manane. Hapo anakutana na kundi la watu wengine zaidi ya 15. Wapo vijana wa kiume, wanawake na hata mtoto mmoja mchanga aliyebebwa na mama yake. Lakini hakuna gari la kifahari kama walivyoahidiwa. Badala yake wote wanaamriwa kuingia nyuma ya lori kubwa lililofunikwa kwa maturubai mazito, ambalo lilikuwa linasafirisha mifugo na bidhaa nyingine. Bana, humo ndani kwenye gari wanabanana sana na wanakuwa kama watumwa. Lakini lori linaanza safari ndefu ya kukata mitaa na misitu kuelekea mpaka wa Afrika Kusini. Sasa saa chache mbele, joto linaanza kupanda ndani ya lile tela na hewa inakuwa chache na harufu ya kinyesi cha wanyama na jasho linatawala sana, na kila mtu anaanza kuingiliwa na uoga. Hapa ndipo Tinashe anapofanya urafiki na kijana mwingine anaitwa Jabu, ambaye anamwambia, hii ni mara yangu ya pili kujaribu. Mara yangu ya kwanza nilinusurika kufa kwa risasi za doria, lakini safari hii ama nifike au nife. Bwana, sasa baada ya siku 2 ya mateso na njaa, lori linasimama ghafla katikati ya pori kubwa na kame. Mbali kidogo na mpaka rasmi, milango inafunguliwa na mawakala waliokuwa na silaha wanawaamuru wote washuke haraka sana, na wakala mkuu anamwambia, polisi wa doria wapo mbele yetu na mbwa siwezi kuwapeleka kwa gari tena, mtatembea kwa miguu kukata hili pori hadi upande wa pili, ukiona fence ruka. Bwana, sasa wahamiaji hao wanapiga kelele wakidai walilipa safari ya gari hadi jiji la Johannesburg. Lakini wakala anatoa bunduki na kufyatua risasi juu, mkitaka kuishi kimbieni msituni sasa hivi. Mawakala wanarudi kwenye lori lao na kuondoka mara moja, wakiwaacha wahamiaji hao katikati ya jangwa hatari, wakiwa hawana maji, chakula wala lamani. Hapa ndipo movie inapofikia kilele cha taharuki. Bwana, sasa kundi linaanza kutembea chini ya jua kali na uchovu wa mchana. Kila mtu anapigania uhai wake, lakini baada ya masaa kadhaa kiu na uchovu vinaanza kuwachapa. Yule mama aliyekuwa na mtoto mchanga anashindwa kutembea na kuanguka chini akilia. Katika hali ya kusikitisha, baadhi ya vijana wenye nguvu wanampa mgongo na kuendelea mbele. Huu ni mchezo wa kila mtu. Sasa Tinashe na Jabu pekee ndio wanajaribu kumsaidia yule mama, lakini hali inakuwa mbaya zaidi. Sasa usiku unaingia na dhoruba ya baridi kali inaanza. Wakiwa gizani, wanasikia sauti za mbwa na doria kwa mbali na taa kubwa jeshi la mipakani zikimulika msitu mzima. Bwana, sasa hapa tunaona kwamba kundi linatawanyika kwa hofu.
Wakiwa wanajificha kwenye vichaka, wanavamiwa na magumagu au unasema majambazi wa mipakani. Wanavamia na mapambano yanatokea. Majambazi hao wanawapiga na kuwanyang'anya nguo na mabaki ya vitu vyao. Sasa rafiki wa Tinashe, Jabu, anajaribu kupambana kulinda kikundi, lakini anapigwa panga zito la kichwa na kuanguka chini akivuja damu nyingi. Bwana, Tinashe akiwa analia na kujivuta kwa majeraha, anamshika mkono Jabu ambaye anatoa pumzi yake ya mwisho akimwambia, kimbia Tinashe, nenda kapiganie familia yako. Tinashe anajikaza, anaacha maiti ya rafiki yake na kukimbia kuelekea fensi kubwa ya waya wa umeme inayotenganisha nchi hizo mbili. Kwa mbali anaona taa za doria zikija kasi. Tinashe anafika kwenye fensi, anaanza kupanda kwa kasi, huku mikono yake ikikatwa na nyaya zenye miba. Sasa risasi zinaanza kurindima kutoka kwa walinzi wa mpaka. Wahamiaji wengine watatu wanapigwa risasi na kuanguka chini. Tinashe kwa nguvu za mwisho na miujiza ya ajabu anafanikiwa kuruka upande wa pili wa Afrika Kusini na kuanguka chini kwenye nyasi ndefu akipoteza fahamu, huku akitokwa na damu nyingi sana. Bwana, filamu inaishia pale asubuhi inapochomoza. Tinashe anafumbua macho yake na anajiona amelala pembeni ya barabara kuu ya vumbi ndani ya ardhi ya Afrika Kusini. Amefanikiwa kuvuka. Yeye ni mmoja wa the lucky one, wale waliobahatika kubaki hai, lakini anasimama akiwa hana viatu, hana nguo nzuri, hana pesa. Amepoteza marafiki zake wote njiani na moyo wake umejaa makovu ya kisaikolojia ambayo hayatabiriki yatatibiwa lini. Na anatazama mbele kwenye jiji la Johannesburg kwa mbali, akigundua kuwa safari ya mateso imeisha, lakini maisha ya kuwa mnyonge na muharifu asiye na nyaraka ndiyo kwanza yanaanza. Bwana, huu ndio mwisho wa filamu ya The Lucky One. Bonge moja la story. Bwana, hii filamu inatuacha na ujumbe mzito ambao unasema ni kweli umaskini wa nyumbani una thamani ya kuhatarisha maisha yako kiasi hiki. Kabla ya kuuza kila kitu na kukimbilia ughaibuni, kumbuka kuwa poli la mipakani halina huruma na sio kila anaingia kwenye lori anafika salama. Namaliza kusema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, Mnyama OG.